Asante sana. Kikubwa ni mchezo mzuri na tunashukuru watu wa Kyela kujitokeza. Mwishoni mwa msimu jambo kubwa ni kurudisha kwa watu ambao wanatuzunguka, sababu haya ndio mazingira tuliokulia, ndio nyumbani. Kwa hiyo tunajisikia amani, tunajisikia furaha kuona watu wanajitokeza kuja kutuangalia na kupata burudani. Swala la nyie kufungwa umelichukulia? Of course hamna anayependa kufungwa. Leo imetuuma, naamini mwakani itafanyika tena na tutakuwa mabingwa, tutashinda ule mchezo mkubwa. Naam? Tatu nyingi. Tatu sio nyingi. Yeah. Ni nyingi. Au mastaa hapo wengi kule. Hamna. Tunajua mchezo tumekuja kwa ajili ya kuwapa burudani watu wa Kyela, kwa hiyo naamini wameburudika na wamepata burudani. Uwepo wa nani ulikuwa kitu kizuri kwa upande wako? Kwenye upande wetu, kwa timu yetu. Of course nimefurahi kuona wachezaji wote wamejumuika kurudi nyumbani, watu wanatoka timu mbalimbali, watu wanatoka Pamba, watu wametoka Coast, wametoka wapi, na unajua siku zote nyumbani ni nyumbani So pale ninapoonana vijana wa nyumbani tunaunganika na kuja kufanya jambo kama hili na kuwa ni faraja, na naamini watu wamefurahia na wanapenda kufanya kitu. Mbeya kumbe na wachezaji wengi kiasi. Sijui. Kwa kweli mimi mwenyewe nimeshangaa. Kumbe Mbeya tupo wachezaji wengi na tunaamini watu wetu wana furaha na wanajivunia sisi kuwepo kuwakilisha kwenye mpira wa Tanzania. Lengo la mchezo huu bila shaka ni kurudisha kwa jamii. Bila shaka unaweza nikawapongeza kwanza kwa hilo, lakini unazungumzaje kwa watu ambao wamekuja kuwa support hilo? Of course watu waliokuja kutusupport na washukuru, sababu lengo letu ni kurudisha kwa vijana wadogo, watu ambao tuna imani na tunatamani kuwaona wamekuwa kama sisi au wamekuwa zaidi ya sisi kwenye miaka ya mbele, ambao ni wanafunzi, sababu sisi wenyewe tulianza kwenye shule tumesoma na kila kitu. Kwa hiyo itakuwa ni jambo jema kwenda kurudisha kwa vijana wa shule ya msingi, na tunaamini mwisho wa siku watakuwa kama sisi au zaidi ya sisi, sababu ndio furaha yetu kuona wao wamefika kwenye stage kama hiyo. Kama historia yako kidogo ya football mpaka unafika Young Africans ikoje? Of course watu hawajui historia yangu ya mpira, sababu sijahusika sana, sijacheza sana mpira wa Tanzania. Mimi nilianza kucheza mpira nje. Nimeanzia nje moja kwa moja. Kuna Uarabuni, nimeanza kucheza Uarabuni misimu miwili, nikasajiliwa Tabora ambayo baadaye ilibadilika kuwa TRA, ndio nikajiunga na Yanga. Imekuwa ni safari fupi sana kwa upande wako mpaka unafika Yanga. Of course unaweza ukasema hivyo, kwamba imekuwa safari fupi, na namshukuru Mungu. Nilijiwekea malengo ya kuamia kwamba kutoka nje kurudi nyumbani, hatua kubwa ni kucheza timu kubwa ambayo ni timu kama Yanga, ambao naamini kila mwanamichezo ana ndoto ya kuchezea timu kama hizo ambazo ni Yanga, ambazo ndio timu kubwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo najua ni ndoto ya kila mchezaji, ni ndoto ya kila mshabiki, ni ndoto ya kila mwanamichezo kucheza timu kubwa kama Yanga. Natamani kusikia hisia zako baada ya kuambiwa kwamba Yanga wanakuhitaji. Ilikuwaje kwa upande wako? Of course nilijisikia vizuri, na ni timu kubwa, ni kila mtu hapa naamini, hata hao waliopo hapa ni wacheza mpira ambao ni wachezaji, wanaamini siku zote wote tunatamani kucheza stage kubwa kwenye nchi yetu, na stage kubwa kwenye nchi yetu ni Simba, Yanga au Azam. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kucheza hizo timu unakuwa unajisikia faraja. Nijisikia faraja sana, na namshukuru Mungu ndoto yangu ilitimia. Ukiwa Yanga, nani ambaye pengine ulitamani siku moja ucheze nayo na umefanikishwa? Of course Yanga ina wachezaji wengi wazuri, na kila mchezaji ambaye sajiliwa Yanga ni mchezaji mzuri, unaelewa, lakini sisi tunaelewa mambo ya mipira yalivyo. Nilikuwa natamani kucheza na watu kama Maxi, Duke, Pacome, Diala, ni watu ambao nimecheza nao na najisikia faraja. Ni watu ambao wamekuwa wakinisupport kila siku kama mdogo wao, wakitamani kuona kila siku napiga hatua, na kikubwa namshukuru Mungu, sababu nilivyokuwa jana sio nilivyokuwa leo. Kwa hiyo ni jambo jema. Nani huwa unazungumza naye sana kwenye timu yenu ya Yanga, labda kama una tatizo fulani, mimi namfuata mtu fulani naongea? Of course nipo karibu na watu wengi, lakini Maxi Nzengeli ni mtu ambaye ni mtu wangu sana wa karibu, ni mtu ambaye nawasiliana naye, ni mtu ambaye napenda anavyocheza, kwa sababu ni position ambayo mimi mwenyewe nacheza. Kwa Maxi ni mtu ambaye namwangalia sana, Maxi Nzengeli. Kwa nini Maxi? Of course hamna mtu, sidhani kama kuna Mwayanga ambaye ampendi Maxi hapa hata ni mashabiki wakubwa sana. Maxi ni mtu ambaye anajitihada, ni mchezaji mzuri, vile ni mtu ambaye namheshimu sana Mungu, nampenda sana Mungu. Maxi ni mtu ambaye of course yupo kwenye dini ambayo nipo, ni Mkristo na mimi ni Mkristo, na naona akifanya vitu yupo upande wa Mungu sana, na mimi ni mtu ambaye namwamini sana Mungu, na natamani sana kuja kufanya kazi ya Mungu. Tuendelee kumwona Iwe Mwanengo Young Africans, lakini mmefanikiwa kutoa ubingwa kwa msimu huu. Tutegemee nini msimu ujao? Of course msimu ujao ni msimu ambao nitajipanga. Nimekuja Yanga kwenye dirisha dogo,
na ni timu kubwa, ni timu ambayo ina pressure kubwa, unaelewa, so inahitaji time ku process pressure na kila kitu. Unajua kwenye mpira tupo tofauti, kuna mtu ambaye anaweza kaingia ka handle pressure kwa urahisi, kuna mtu ambaye anahitaji muda ili aweze ku handle pressure. Kikubwa ni kwamba tumepata ubingwa na tunaamini mwakani tutakuwa mabingwa tena. 26 27 bado tuendelee kukuona pale. Mimi ni mchezaji wa Yanga, mimi Yanga na mkataba wa miaka 3, kwa hiyo bado ni mchezaji halisi wa Yanga. Mchezaji gani ambaye hukumbuki jezi namba ambayo anachezea mpaka kwenye timu ya Yanga? Mtu ambaye sikumbuki jezi anavaa namba yake ya mgongoni. Tukutane wakati mwingine. Damalo nadhani. Anavaa namba Damalo. Watano ambao unajua jezi zao nitajie. Watano. Namba zao. Pacome Zouzoua vaa namba 10, Maxi namba 7, Duke namba 38, Dube alikuwepo namba 29, Bakari namba 3. Asante.